Wametupatia mashine ya ultrasound ya milioni 110 ambayo wameitoa bure kwa hospitali hii. Nami nimeipokea kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri Mohamed Mchengerwa ili iweze kuendelea kutoa huduma kwa Watanzania, hususan wananchi wa Arusha. Mashine hii ina uwezo wa kupima vipimo vyote vya ultrasound, lakini ina uwezo wa kupima pia kipimo cha echo kwa maana ya moyo. Nami ni waase watumiaji kama nilivyosema hapo awali, wakitumie vizuri hii mashine na waitunze kwa kupanga mpango mzuri wa matengenezo. Sasa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameelekeza kwamba huduma za afya zimfuate mwananchi, huduma za jamii zimfuate mwananchi na sio mwananchi kufuata huduma. Na ndio maana leo naona kupitia JKCI imefanya umoja kwa kushirikiana na kanisa, na huduma leo zetu ziko hapa JKCI Siriani, na wote tumepata huduma kama vile tuko leo JKCI kule Dar es Salaam. Tumpongeze sana Mheshimiwa Rais. Pia kwa niaba ya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa, Waziri wa Afya, ambaye amenituma kufikisha salamu zake, kipekee kabisa anamshukuru Dr. Kisenge, mkurugenzi wa Taasisi ya Moyo Jakaya Kikwete JKCI, kwa kuunga mkono juhudi za serikali kwa vitendo na kuamua kutusogezea huduma hii hapa katika mkoa wetu wa Arusha, na hususan katika kituo hiki cha Arusha ni kitovu cha masuala ya utalii na shughuli mbalimbali za kijamii. Kwa moyo wa dhati kabisa tunakupongeza sana Mheshimiwa Daktari Kisenge kwa jinsi ambavyo unaonyesha kwamba mambo yanawezekana. Kwako hakuna jambo linaloshindikana, hata katika mazingira ambayo hatufikirii, lakini wewe umeshaona. Kwa kweli tunakupongeza sana kwa moyo wa dhati. Unaonyesha njia kwa madaktari wengine, wakurugenzi wa taasisi wengine, madaktari wa hospitali za mikoa wawe na jicho kama hili la kwako. Nani angefikiria leo kliniki hii ingeweza kuhudumia watu? Angalia watu mlivyokusanyika hapa, angalia mlivyofurahia huduma. Nyie wenyewe mmekuwa mashahidi kwamba mmefika hapa na mmepata huduma nzuri. Hakika tunakupongeza sana Dr. Kisenge. Shirika la Afya Duniani WHO zinaonyesha kuwa vifo milioni 17.5 ambavyo ni sawa na 32% ya vifo vyote duniani husababishwa na magonjwa ya moyo. Aidha, takwimu za hapa nchini pia zinaonyesha mkoa wetu wa Arusha una wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya kiafya, ikiwemo magonjwa yasiyoambukiza, ikihusishwa magonjwa ya moyo. Magonjwa haya yasiyoambukiza kama vile magonjwa ya moyo, shinikizo la damu, kisukari na saratani ni mojawapo ya changamoto kubwa za afya duniani. Takwimu mbalimbali zinaonyesha kuwa magonjwa haya yanachangia kwa kiasi kikubwa vifo na mzigo wa kiafya katika jamii nyingi. Nyie wote ni mashahidi. Kisukari, presha, magonjwa ya moyo, siku hizi ukienda kwenye familia 3-2 umekutana na hilo tatizo. Kweli sio kweli? Na takwimu sasa zimetuambia kwamba zaidi ya milioni 17.5 vifo vinatokana na magonjwa hayo, ambayo ni zaidi ya 32% ya vifo. Kwa hiyo kwa moyo wa dhati kabisa sisi kama Wizara ya Afya tumejipanga kupambana na hili tatizo ambalo linapelekea vifo vya wananchi wetu. Na ndio maana kwa kauli mbiu ya Daktari Samia Suluhu Hassan ya kusogeza huduma, tumeona ni vyema huduma hii isogee hapa ili tuweze kupunguza hivi vifo vinavyotokana na magonjwa yasiyoambukizwa. Mabibi na mabwana, kama alivyokwishaelekeza Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nami niendelee kusisitiza kwa wananchi wa mkoa wa Arusha umuhimu wa wananchi kujiunga na mpango mbalimbali
Hii ni kuhakikisha kwamba sekta hizi zimesimamiwa vizuri sana, kwa sababu kama kungekuwa hazijasimamiwa leo tungekuwa tunabaki na JKCI pale tu Dar es Salaam. Lakini sasa hivi tumekuwa na matawi mbalimbali. Kwa Dar es Salaam tu yenyewe tuna matawi 4, na sasa tumeongeza matawi kule Chato na tumefungua tawi jingine hapa hospitali ya Seliani, na tumeingia makubaliano ya miaka 20 na baba askofu aliniambia itakuwa ni ya maisha. Ile 20 ni ya process tu, zile process, lakini ni ya maisha. Kwa hiyo huduma za magonjwa ya moyo na magonjwa mengine mbalimbali yaliyokuwepo hapa zitaendelea kusimamiwa na taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete. Itakuwa kitaalamu kwa lugha ya kigeni inaitwa One Stop Center for Cardiovascular Disease. Maana yake nini? Ukiwa na tatizo la moyo lakini una matatizo ya miguu, utakuta daktari wa mifupa ambaye vile vile zaidi ya kusoma mifupa anaujua moyo. Ukiwa unataka kujifungua, una tatizo la moyo, hii ndio sehemu nzuri ya kujifungulia, kwa sababu madaktari wa moyo wako hapa. Kwa hiyo huduma zote zilizokuwepo hapa, Mheshimiwa Waziri, tunakwenda kuziimarisha zaidi na zitakuwepo hapa. Taasisi hii tumeanza kufanya maboresho makubwa ya ICU, emergency, na tunategemea katika hospitali hii itakuwa na vifaa ambavyo vitasimikwa vyenye akili munde, artificial intelligence, vitafanyika hapa. Tayari kule maodini tutakuwa tumeweka monitors za kuangalia wagonjwa, lakini mgonjwa atakayelazwa hapa kwenye taasisi hii na akaruhusiwa kienda nyumbani na tukataka kuendelea kumwangalia, tutamwekea shuka maalum pale nyumbani kwake, na tutakuwa tunaona mapigo yake ya moyo, oksijeni yake, jinsi anavyopumua, na akipata shida tunamfuata. Kwa hiyo tutaweka hospitali hii iwe ya mfano katika kanda hii ya Afrika. Tutakwenda kuimarisha huduma kwa kuwafuata wananchi pale walipo. Taasisi itaenda kuweka mikakati ya kuwa na outreach service katika wilaya zote za Arusha. Taasisi hii ya Jakaya Kikwete sasa hivi imezunguka zaidi ya mikoa 23. Tunazunguka kila mikoa kuwafikishia wananchi huduma. Na sasa tumeweka tawi hapa Arusha ili liweze kuwasaidia wananchi walio mbalimbali. Matarajio yetu hivi karibuni tumeshaanza mpango wa kusimika cath lab au mtambo wa kutumia njia ya tundu dogo kwa kuchunguza moyo. Tunataka katika miaka 2 ijayo tuanze kufanya operation za moyo hapa. Lakini na huduma zingine zilizokuwepo hapa tunataka tutumie, tunaita wazungu wanaita minimal invasive surgery, yani operation ndogo ndogo ambazo mgonjwa unafanyiwa leo baada ya Tatwidinde Moha. Nashukuru kwa kweli kwa haya matibabu yaliyokuja. Si wengine tunaumwa kweli, naumwa na moyo unanisumbua, nashindwa kufanya kazi zangu vizuri kwa sababu ya moyo, lakini sasa ametuletea matibabu hapa karibu. Nashukuru, mashallah. Ala mfanyie wepesi, na tunamwombea dua usiku na mchana. Mwenyezi Mungu amzidishie na abuni kingine zaidi. Kuna wengine walioko chini tu wanateseka ambao ni wadogo zaidi. Ukipita mitaani ndio utajua kwamba watu wanateseka vipi. Hilo tu.